Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu wanaigoma, waumini wote bila kujalisha itikadi, imani, tunaendelea kukumbushana na kuambizana katika swala kubwa ambalo limeanzishwa katika msikiti wetu wa Igoma, msikiti ambao ni mkongwe, msikiti wa miaka mingi, msikiti wa siku nyingi ambao unajengwa sasa kwa kiwango kizuri, kwa kiwango kikubwa cha ghorofa insha Allah, na hatua zake umefikia angalau kwa sasa tupo katika hatua ya asilimia ya ujenzi wake kufikia 75 ama si kufika 80. Lakini hii yote ni juhudi ambazo zimefanyika na Waislamu na wakazi wa Igoma na nje ya Igoma ambao waliamua kutoa vya kwao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msikiti huu unajengwa kwa fedha ama kwa hisani ya watu wa Igoma. Naendelea kukuombeni kwa ajili ya Mungu na mtume. Naendelea kukuombeni kwa ajili na eneo hili la kibali. Uliojaliwa chochote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, njoo utoe. Hapa tunahitaji vitu vingi sana kwa ajili ya kutoa. Wapo mafundi wanajenga hapa. Ili kama ile eneo lote ili mnaloliona ni eneo litakuwa la kina baba kule mpaka huku, lakini huku ni eneo la ghorofa ambako kina mama watakuwa wakiswalia huku katika ngazi hizi, na vyao ni hivi ambavyo vinatengenezwa, vinawekwa sawa, na mpaka dakika hii na muda huu bado mafundi wako kazini wakihakikisha jengo hili linanyanyuka, linakwenda mbele. Kazi inaendelea. Kazi inaendelea kama mnavyoona, mafundi wako kazini wanafanya kazi kuhakikisha eneo letu linaendelea. Huku ukija huku juu eneo pana sana ambalo linakadiriwa kubeba takriban wanawake 400 watakaokuwa huku juu, ama watu 400 watakaokuwa huku juu wakiswali. Ukiwa huku juu hewa yake ni safi. Utaona namna gani Igoma sasa tumeamua na tumeweza na tunaenda mbele kuhakikisha tunafanikisha na mambo yanakwenda. Hili ndilo eneo ambalo tunaona sasa linakuwa ni refu, ni kubwa, lina safu takriban 10, na kila safu moja inachukua zaidi ya watu 50. Kipanga yote wakinyoka zaidi ya watu 50 na kila safu moja, na inabeba safu 10. Utaona namna gani ambavyo tumeamua, na baada ya kuamua tukakadiri, tukapanga, na baada ya kupanga sasa tumetoa kitu kama hichi hapa. Huu ni msikiti wa Igoma, msikiti wa watu wote, haijalishi imani yako. Hapa ndipo makazi ya watu wa Igoma wanapokuja kumuomba Mungu na kumlilia Mwenyezi Mungu. Ni kuombeni tena, una simenti, hatubagui, una 1000, 2000, 500, 400, 200, 150, mfuko wa simenti, nondo. Kama hapa mnavyoona sasa hivi tunakwenda kupiga renta ya msikiti wetu ili tuweze kupandisha tofali na tuweze kupauliwa. Huku mbele kwa kina mama kutakuwa na gorofa, huku patakuwa ni kawaida ambako panakwenda kutengeneza kwa kiwango kilichokuwa kizuri. Ni kuombeni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Toa tu. Na hili paa ambalo linaonekana hapa pia, hili paa linaloonekana hapa nalo pia linatakiwa kuondolewa. Hili litaondolewa lote hili. Hapa patatengenezwa sehemu iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo insha Allahu Igoma yetu, maendeleo yetu, tumwabudu Mwenyezi Mungu kwa ustadi na ubora na ustawi uliokuwa mzuri. Ukiwa huko juu unaona Igoma vile ambavyo mandhari yetu yalivyo sasa na mji unaonekana katika Masjid Aqsa Igoma. Niendelee kukuombeni sadaka zenu kwa ajili ya Mungu na mtume ili tuweze kukamilisha msikiti wetu. Tunaweza kwa Mungu, na sasa tunaonyesha tunaweza. Ndugu zangu katika imani na wasiokuwa Waislamu, hili tulifanye tukitaraji na kuona kwamba Mungu atatubariki na atatulipa sote kwa umoja wetu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.